بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mheshimiwa mgeni rasmi, mzee wetu mzee Zungu, naibu spika bunge na mbunge, Mheshimiwa mwenyekiti wa taasisi ya Al-Hikma Sharif Said Abdul Qadir Al-Ahdali, Mheshimiwa DC wetu wa wilaya ya Temeke ambaye unamwakilisha mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Meya, Mheshimiwa balozi wa ubalozi wa Saudia, ndugu yangu Fahdi Al-Harbi, Mheshimiwa mashekhe, mwenyekiti wa maridhiano Sheikh Al-Hadi Musa, Mheshimiwa mashekhe mliotoa nyadhi hapa, Mheshimiwa wote mlio katika meza kubwa na wageni wote waalikwa, mabwana harusi, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi, kijana wetu Sheikh Nuruddin Kishki, Sheikh wa wilaya ya Temeke, kadhi wa mkoa na nyote mliohudhuria, kila mmoja kwa nafasi yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nimpongeze ndugu yangu Sharifu Said Abdul Qadir Al-Ahdali kwa jambo hili kubwa sana ambalo amelifanya yeye na wasaidizi wake wote kupitia Al-Hikma Foundation, na tunaona ni mara ya pili hii kufanya jambo kubwa. Alipokuwa ananieleza kuhusu jambo hili, aliniambia mara ya kwanza tutakwenda na msingi ule ule wa watu 50. Alafu ghafla alikuja nyumbani kwangu akasema tumeongeza 20. Kwa hiyo si 50 tena, ni watu 70 ndio tunatarajia kuwaoza katika siku hii ya leo kupitia nguvu za Hikma Foundation na mpango madhubuti wa kuwawezesha vijana, kuwaondosha katika hali walionayo ya kutokuwa na wake kwa kukosa mahari. Kwa kweli nampongeza, hili jambo kubwa na ni jambo adhim linalohitaji kutiliwa nguvu. Hapana shaka amesimama Said Abdul Qadir Al-Ahdali na nduguye Kishki na waliomzunguka wote katika foundation, na ile wataawanu ala albirri wattaqwa al-aya. Waislamu wanatakiwa wasaidiane katika mambo mazuri na mambo ya mcha Mungu, mambo mema. Ndio anavyotuagilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Na albir maana yake at-tawassu fil khair, at-tawassu fil khair ndio maana ya albir. Napozungumza neno albir maana yake ni at-tawassu fil khair. Nimeona kwamba foundation Al-Hikma Foundation
inafanya kubwa sana, inatawasaa katika mambo ya khair, inafanya mambo mengi, na katika jumla ya mambo mengi ndio hili la kuwaondoshea vijana ubachela. Na bir ambayo Mwenyezi Mungu ameizungumza, wataawanu ala albirri wattaqwa, inagawanyika katika mafungu matatu: birrun fi ibadatillah, wa birrun fi muraati al-aqarib, wa birrun fi muamalati al-ajanib. Hiyo ni bir inazunguka katika mafungu hayo matatu. Sasa Al-Hikma Foundation imefanya kazi kubwa sana katika kuangalia matatizo ya watu, matatizo ya vijana, na kuondoshea matatizo yao. Haya ni katika mambo ya khair. Kwa hiyo nampongeza Sheikh Said Al-Ahdali, yeye na taasisi yake kwa jambo kubwa hili ambalo amelifanya. Na huko ndiko kuingia katika kupendwa na Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ile hadithi ya Ibn Umar inayosema, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wewe Mtume wa Mungu, ayun nasi ahabbu ila Allah, ayun nasi ahabbu ila Allah, wa ayul a'mali ahabbu ila Allah, ni mtu gani mwenye kupendeka zaidi kwa Mungu na ni matendo gani yenye kupendeka zaidi kwa Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam alijibu akasema, ahabbu nnasi ila Allah anfa'uhum linnas, mwenye kupendeka zaidi kwa Mungu ni yule ambaye anawafaa watu, yule anayewafaa watu. Kuna watu wengi humu wana uwezo wa namna mbalimbali, lakini hawafai watu, ni wao tu na ule uwezo wao, wamebaki nao kama wao na uwezo wao, lakini hawana manufaa yoyote kwa watu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatubainishia kwamba mwenye kupendeka zaidi kwa watu mbele za Mungu ni yule ambaye kwamba ananufaisha watu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda mtu huyo. Kwa hiyo Said Abdul Qadir, mimi ninakupongeza na ninakushukuru kwa sababu hizo ndio kazi zetu sisi, na mimi ndio kiongozi wenu mkuu. Ukifanya wewe, manake umetufanyia. Al-Hikma Foundation ikisimama na mambo kama hayo, manake mmemsaidia kiongozi wenu wa juu. Kiongozi wa juu kazi yake ni kuhimiza, kutoa miongozo, na wewe unafanya kwa juhudi kubwa sana. Sijakuona hata siku moja kunifuata ukanieleza jambo la kipuuzi au jambo lisilokuwa na maana. Sijawahi kuona hata siku moja. Hata nikikuona najua huyu ana jambo huyu, na litakuwa jambo lenyewe lina manufaa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akuhifadhi wewe na ndugu zako na jamaa zako, na hifadhi taasisi ya Al-Hikma Foundation. Sitaki kurudia maneno ya mashekhe waliotoa nyadhi hapa aliotangulia, akiwemo ndugu yangu Sheikh Suleiman Bane. Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Wamezungumza kwa upana sana na kwa undani sana juu ya masuala ya ndoa, kama kuwapa miongozo na kuwakumbusha mafunzo ya Uislamu nyinyi mabwana harusi. Wasia wangu, kwanza mkamate ule wadhi uliotolewa. Ule wadhi unatosha, maneno akiwa mengi hayashikwi, yanashikwa yale machache. Mtosheke na kwamba mashekhe waliotoa mawaidha yale basi wametoa dawa kubwa kwenu nyinyi. Kinachotakiwa ni kuwafanyia kazi, kwa sababu Uislamu unahesabu ndoa kuwa ni ibada. Ndoa sio jambo tu la kiada hivi la kidasturi. Katika Uislamu ndoa ni ibada. Kwa hiyo muone kwamba nyinyi
mmepewa mafunzo, mmepewa maelekezo katika swala la ibada. Mkisimama namna hiyo, Mwenyezi Mungu atawafikisha inshallah taala. Lakini msikose kumshukuru Sheikh Said Abdul Qadir Al-Ahdali na ndugu yake Sheikh Nuruddin Kishki na taasisi nzima ya Al-Hikma kwa hii hatua ambayo wameifanya, na leo nyinyi katika jumla ya mamilioni ya watu ni nyinyi 70 tu kwa leo ambao mmeteuliwa na hii taasisi ya Al-Hikma baada ya kupitisha vigezo vingi zikiwemo semina. Ili natakiwa mwashukuru sana hawa mashekhe, Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali, kwa sababu wamefanya jambo kubwa sana. Lipi? Kuondoshia ubachela. Wamefanya jambo kubwa sana kuondoshia ubachela. Hakuna jambo kama hilo. Anasema msemaji mmoja, na huyu amefanya iktibas katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema shirarukum uzabukum jaa al-khabar aradhilul amwati uzabul bashar, waovu wenu ni wale wajane wenu, yani mabachela wenu. Ndivyo ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wafuduni ni wale watu mabachela wakati wa kufa kwao, wanakufa hali ya kuwa ni duni. Aradhilul amwati uzabul bashar, wafuduni ni wale watu ambao hawaoi mpaka mauti yanamkuta, anakufa kibachela hivyo hivyo. Huyu ni maiti ambaye ni duni. Sasa Al-Hikma Foundation chini ya uongozi wa Sharifu Said Abdul Qadir Al-Ahdali na ndugu yake Nuruddin Kishki wamefanya kazi kubwa sana ya kuwaondolea ubachela ambao kumbe kama utakuwa unakufa kabla hujapata bahati hii ya kuoa, unaingia katika msemo huu wa Mtume sallam, ambao kwamba huyu mshairi amefanya iktibasi ya maneno ya Mtume akaleta katika mashairi, akasema aradhilul amwat uzabul bashar. Mimi binafsi nakuombeni Mungu ajalie ndoa zenu ziwe za khairi, ajalie baraka katika ndoa zenu, ajalie baraka katika maisha yenu, ajalie baraka katika riziki zenu, na Mwenyezi Mungu awakujulie zaidi riziki zenu, na Mwenyezi Mungu ajalie maisha yenu yawe mazuri baina yenu na wake zenu, na Mwenyezi Mungu ajalie kizazi kilichokuwa chema kitakachokuja kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafupisha maneno niliyoyapanga kuyazungumza kwa sababu ya wakati na kwa sababu ya raha ya uchache wa maneno. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni murwa kamili kuwekeza pesa yako kwa ajili ya akhira yako, wala usione haya kutoa kidogo, kwani kutoa kabisa ndiyo kudogo zaidi. Usikose kuichangia Kishki TV, nuru ya dini yako, kwa kile ulichojaliwa, ili yale matamu unayoyapenda kutoka kwetu yazidi kuwafikia. Hauthaminiki utamu wa raha mbele ya uchungu wa tabu. Sasa tusaidiane kwa pamoja kuipa nguvu Kishki TV izidi kusonga na kunoga. Changia sasa kupitia 0746588888 na 0789445555. Hakikisha jina linasomeka Kishki Online TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.